Mambo vipi wadau wetu wa Fabigo TV. Huyo ni Mpanzu, Elie Mpanzu anakuja. Huyo anaitwa Libase Guye akiwa pamoja na Anicent Oula akiwa na mwalimu wa hii ni Simba Football Club ya mwaka 2025-26 ambayo kwa saizi inawaka moto sana. Hapo kimuona kibabaje kwa nyuma akiwa anashangilia goli ambalo alifunga mchezaji ambaye anaitwa Libase Guye. Huyo ni mwamba wa Lusaka, mafanikio ya Simba ambayo yapo kwenye mguu wake, anatembea kibabe, anakimbia kibabe, anafurahi. Hapo ilikuwa ni Simba Day wanavyomtangaza Chama na kutambulisha Chama, hiyo miaka yake Chama ya kujidai. Huyo ni Anicent Oula. Tunakuletea leo football skills ya wachezaji wanne ambaye anaitwa Anicent Oula, anaitwa Mpanzu, Elie Mpanzu pamoja na mchezaji ambaye anaitwa Libase Guye na pamoja na mchezaji ambaye anaitwa Chama. Tumeanza kuonesha vituko au mambo fulani makubwa ya Anicent Oula. Anicent Oula hapa alitaka kumpa kidali huyo mchezaji, lakini hapa Anicent Oula huyo amevaa namba 14 akiwa ASEC Mimosas. Hapo anaonesha jinsi gani alivyotaka kumpa kidali huyo jamaa ambaye ni mchezaji wa timu ya Angola huko, ilikuwa klabu bingwa mwaka huu. Hapa ilikuwa ni uwanja wa Mkapa, uwanja wa Mkapa ambayo ni klabu bingwa ya mwaka huu msimu huu ambayo ilikuwa ni msimu wa 2025 na 26 ambapo Simba walishinda kufuzu, na ile ilikuwa ni goli ambayo Anicent Oula aliwafunga hao washikaji Angola aliwafunga Angola kule, goli hilo akipasiwa na mchezaji ambaye anaitwa mwalimu. Hapa ni wakati yupo ASEC Mimosas wanavaa njano, na hapo namuona jinsi gani alivyokuwa amekiwasha huyo anaitwa Anicent Oula, na huyu anaitwa Elie Mpanzu. Tunaonesha matukio ya Elie Mpanzu hapa akiwa anapiga kona kati ya Simba Football Club na Almasri. Ilikuwa ni robo finali ya shirikisho ambapo Elie Mpanzu namuona jinsi gani alivyokuwa na ana speed kali kama umeme na watu wengi wanampenda. Sasa hivi amerudi, amesaini mkataba wa miaka 2, anasema lazima mpige benchi Libase Guye lazima pige benchi na Elie Mpanzu, ndivyo anavyosema. Huyo ni bado ni Elie Mpanzu hapa ilikuwa Simba na Azam. Elie Mpanzu akafunga goli ile pale ambapo Simba na walitoka 2-2 na Azam, ilikuwa ni kipindi cha Fadru. Huyo Elie Mpanzu ambaye kufunga goli hapo alikuwa, hii ni mechi ile aliyocheza na Azam Football Club na pasa akaipata kupitia kwa Kibu na alifunga goli katika mechi ile ya Azam na Simba. Huyo ni Elie Mpanzu akina Oua wakimfurahia hapa anaitwa Elie Mpanzu. Angalia mambo anayoyafanya. Unajua jamaa ana tabia moja ya kuwa ana speed, anakimbia, alafu ni mwepesi katika mwili wake, alafu ni mtu mmoja ambaye anaweza kuwachambua watu zaidi ya 4. Anaweza kuwachambua watu zaidi ya 4 huko akiwa anatembea na mpira. Huyo ndo anaitwa Elie Mpanzu Kibisawala. Huyo amefunga goli Elie Mpanzu huyo anaitwa Elie Mpanzu akiruka sema sauti kama hivyo Libase Guye akiwa Simba hapa alikuwa anacheza akifunga goli. Hilo goli Simba ilikuwa anacheza na KMC. Nakumbuka kwamba Libase Guye mchezo huo wa kwanza alikuwa ndio mechi ya kwanza kucheza katika michuano ya ligi kuu ya Tanzania. Wakati anasajiliwa tu akafunga goli na akawa man of the match katika mechi hiyo, katika mechi ya KMC, na pia akaenda JKT Tanzania kule pia akawa man of the match katika mechi 2 mfululizo. Libase Guye akawa ni man of the match. Libase Guye hapo akiwa katika academic ya huko alipokuwa ana hilo goli hilo, alikuwa ni academic. Unajua katika wachezaji waliopita academic Libase Guye yupo. So Libase Guye amepita kwenye academic za timu nyingi huko Ulaya, lakini pia amechezea sana ile timu yake ya taifa ambayo timu hiyo ya taifa
inaitwa timu ya Senegal. Huyu ni Msenegal. Libase Gule alifanya mambo mazuri sana, ambaye katika CV yake anajitengenezea CV kubwa. Sasa hivi yuko anacheza Simba Football Club. Hapa ukimuona jinsi anavyocheza, ana spidi, ana uwezo wa kufanya chochote anachoweza. Hiyo ilikuwa ni free kick ambaye alipiga, lakini pia free kick na huku akitaka kukimbiza mpira, kama hapo unaona yupo katikati ya uwanja anapasia. Huyu hapa Libase Gule. Libase Gule ana uwezo wa kumsukuma mtu, pia ana uwezo wa spidi, pia ana uwezo wa kupiga chenga, na akiwa anapiga chenga kama za Messi zile za kwenda mbele, yanapiga chenga za kwenda nyuma, chenga zile za kwenda mbele. Huyu anaitwa Libase Gule, mchezaji wa Simba Football Club tegemezi kabisa, aliyempiga benchi ambaye anaitwa Elie Mpanzu, na Elie Mpanzu amesema kitaeleweka mwanzo mwisho. Okay. Kama unavyoona matukio ni matukio mema sana. Libase Gule hapa tumeweka speed ndogo ili uweze kuangalia vizuri, kama vile wale wanaoangalia movie wanasema Kim Gandhi Show, nasi tumekuwekea Kim Gandhi Show. Tumekuwekea Kim Gandhi Show ili uweze kuona mambo hayo yaliyokuwa mazuri na mazuri kuliko mazuri, kwa mazuri kuliko mazuri. Libase Gule hapo akiwa katika under 17 timu yake ile, timu ya taifa. Umeona kitu kilichokufanyia watoto wa watu Fabigo, tukiwa kwenye kitu kimoja ambacho unakiona tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa ambavyo utaviona mwenyewe, ambavyo lazima wewe subscribe YouTube channel kubwa kama hii. Huyo anaitwa Mwamba wa Lusaka, Chama Clatous Chama kutoka Kitwe Zambia. Tunamwita Mwamba wa Lusaka kama vile Mpenja alivyompa. Macho yako yanaona kama nini? Nakwambia hapa ametuliza mpira wake kifuani, anapiga danadana. Huyo anaitwa Mwamba wa Lusaka, Chama Mwamba wa Lusaka, piga danadana hapa, anampa tobo mtu hapa anacheka, anampa tobo mtu la mara pili anacheka, hapo anakuja kumrudia okay, unaona hiyo hapo anafunga goli, yani noma sana hiyo goli ya kistahili. Hiyo ndio goli ile aliyofunga Nkana, hiyo goli mwaka 2019 na 18, kocha akiwa Patrick Ausen. Goli la tatu lililofungwa kocha akipasiwa na jamaa mmoja Mtanzania mmoja hivi. Yes, utaona huyu ndo Chama anapiga chenga kama za Ronaldinho Gaucho au Jejeo, kocha hadi wanamshika. Yanga wenyewe hata kumuona. Okay, unaona hiyo chenga hapa anapita katikati kama Ronaldinho Gaucho. Angalia hivyo, kama Mwamba wa Lusaka. Anaitwa Mwamba wa Lusaka, Chama ni mtu hatari katika lango la Ismailia. Mwamba wa Lusaka, Chama kama anafunga goli inakuwa ni noma. Fabigo Chama huyo, Chama baba, piga jenga hiyo, wanampiga viatu, lakini jamaa huyo kamkadagia kada direct mwanzo mwisho. Ndio ni katika YouTube channel za Fabigo na Bion Zakaria na TV Tobo. Yaani matobo anapiga tobo wazia kama hivyo. Unaona hii? Inaoma sana. Hadi wengine wanashika kuna dadek. Unaweza kutambua kwamba Fabigo TV ni YouTube channel na Bion Zakaria TV ni YouTube channel kubwa. Tunashukuru sana wale mnao subscribe channel zetu na kucomment na kushare habari zetu. Wewe kama mwana Simba ongeza kusubscribe, kama kusubscribe lakini ongeza kusubscribe. Ukisubscribe wewe comment hapo chini mara nyingi tu, afu mambo yako yatakuwa yametufikia, nasi tutasikia komenti zako na tutafanya ukweli. Mambo yamekuwa mambo ni mwebwele, mambo ni nini kama unavyoona. Ndugu zanguni, mimi ndo naitwa Fabigo, huyo ni Chama. Tumekuletea kimgandisho vile anapiga chenga, utazani kazaliwa Ulaya, maana kwanza Ulaya juu tu, mwanzo kazaliwa Afrika, Tanzania. Umeona Chama ndio maana anajua kuongea Kiswahili. Umeona Mzambia anajua kuongea Kiswahili kutoka Kitwe. Yaani jamaa anajiona Mtanzania, anataka tumpe mke kabisa. Jamaa anaipenda Tanzania kama nini? Kama unavyoona mwanzo mwisho mziki mnene. Simba Day inakuja, ndio hiyo. Jamaa anakuja.
Nice,